Wakristo wengi wanamwekea mipaka Roho Mtakatifu. Wanamwekeaje mipaka? Wengi wanadhani ya kwamba utendaji wa Roho Mtakatifu uko limited katika jamii ya waumini peke yake, jambo ambalo sio kweli. Maandiko yanatufunulia ya kwamba Roho Mtakatifu anatenda kazi katika dunia hii. Kama nilivyokutambulishia katika kipindi kilichopita, maeneo matatu ya muhimu ambapo Roho Mtakatifu anatenda kazi. Moja ni katika ulimwengu wote, maana yeye ni mtegemezaji, sustainer. Yeye anautegemeza ulimwengu wote. Lakini eneo la pili ni katika kanisa lake, kanisa la Kikristo. Na jambo la tatu ni katika maisha ya kila mtu aliyempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo Roho Mtakatifu utendaji wake hauko limited, haujazuiliwa tu kwa jamii ya waumini. Roho Mtakatifu anatenda kazi mahali popote. Roho Mtakatifu anatenda kazi kwa mtu yeyote. Wewe unaweza ukamuita ni mpagani, unaweza kuona ni mtu ambaye anaabudu mizimu, lakini Roho Mtakatifu anatenda kazi kwa yeyote amtakaye. Ndio maana anafunuliwa kwa ishara ya upepo. Upepo hautendi kazi kwa watu wanaomwamini Yesu tu peke yake. Upepo unatenda kazi kwa watu wote wanaomwamini Yesu na wasiomwamini, wanaoabudu mizimu wote, wani kila dini, kila watu, upepo unawatendea kazi kote. Vivyo hivyo hata Roho Mtakatifu utendaji wake ni kwa watu wote. Ndio maana utendaji wake haujawekewa mipaka. Usimwekee mipaka Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 3 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia. Sikiliza hilo neno, huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa na Roho. Zingatia sana hiyo neno, upepo huvuma upendako.